viongozi wa dini, mabalozi uliisha bila mwafaka wowote, huku kodi ikisisitiza kuwa maandamano yao bado yapo. Hivi sasa mtazamaji, basi tunawasiliana kwa njia moja kwa moja na mwanahabari mwenzangu Jeff Kirui ambaye alifuatilia taarifa hiyo akiwa katika studio zetu zilizoko katikati mwa jiji la Nairobi na kutufahamisha na mengi zaidi. Hivi Jeff Kirui, kumaanisha kwamba maandamano haya yatakuwa yakiendelea ama ndio vipi? Naam, asante sana Manzu. Kulingana na wale viongozi wa koti tulioweza kuzungumza nao, wito unaotoa ni kwamba bado maandamano yao ya Jumatatu wiki ijayo na pia Alhamisi ya kufikiana kwamba wasitishe maandamano haya baada ya wito wa rais hapo jana kwamba kama pamoja ya bunge la taifa na seneti iwe kutua zogo ambalo likiendelea muda wa kupatia maandamano yale ambayo yamekuwa yakiendelea. Manzu, kulikuwa na mkutano mapema hii leo asubuhi kati ya wanakoda pamoja na wanadiplomasia na hata viongozi wa kidini mbalimbali. Labda hatima yake ilishilia vipi mpaka kaamua kutoa uamuzi kama huu ambao aliweza kutangaza? Na mkumbuka baada ya wito wa rais kwamba wajadili zogo lililopo katika bunge taifa na seneti, kodi wanasisitiza kwamba wanataka majadiliano yafanyike nje ya bunge. Wanataka kitu kama kile cha yale mazungumzo ya Serena. Wanasema kwamba wanataka kufanya maafikiano kati ya kodi na serikali nje ya bunge, kisha wapeleke mapendekezo yao yaidhinishwe bungeni. Hivyo basi wanasema kwamba wito ama pendekezo la Rais Uhuru Kenyatta ni baadhi ya masuala ambayo wamekuwa kiyapinga. Manake ukiangalia Rais Uhuru Kenyatta aliwaelekeza katika bunge la taifa, jambo ambalo kwa muda huu wote wamekuwa wakijaribu kukwepa. Walikuwa wanataka wafanye mazungumzo nje ya bunge ilmradi waafikiane kwanza kabla ya kupeleka mapendekezo yao katika bunge la taifa. Manake ukiangalia ile idadi ya wafuasi ama wale wabunge wa Jubilee katika bunge la taifa ni idadi kubwa, ikizingatiwa kuwa idadi ya kodi ni ndogo. Manzo, asante sana Jeff Kirui kwa taarifa hiyo. Tutapata taarifa zaidi mwendo wa saa moja. Mtazamaji, tukiendelea na taarifa za mbiu ya KTN, huo ulikuwa ni upande wa kodi. Upande wa Jubilee tayari ulikuwa umejiandaa mtazamaji, na baada ya vuta nikuvute kuhusu kubuniwa kwa makundi yatakayotwikwa jukumu la kutatua mkwamo ulioko sasa katika IEBC, upande wa Jubilee umetoa orodha ya majina ambayo watakaoshinikiza mabadiliko hayo. Kundi hilo litakaloongozwa na seneta wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi vilevile limewajumuisha Beatrice Elachi, Kipchumba Murkomen, Fatma Dulo, Cecily Mbarire, Moses Kuria, Naomi Shaban, Jimmy Angwenyi, Benjamin Washiali, Jude Jomo na Soipan Tuya. Sasa inasubiriwa iwapo upande wa kodi utatangaza watu wake kabla ya vikao vyao kuanza rasmi ili kukwamua hali jinsi ilivyo. Majaji wa mahakama ya juu mapema hii leo nao waliendelea kusikiza ombi la mwanaharakati Okia Omtata kwamba wajiuzulu kwa sababu wanakumbwa na changamoto mbalimbali zinazotatiza utendakazi wao. Aidha, wakili wa shirika la kituo cha sheria John Khaminwa amejiondoa kwenye kesi hiyo kufuatia wito wa mteja wake akisema upo mtandao wa udanganyifu kwenye mahakama ya juu. Hivi sasa basi tunawasiliana kwa njia moja kwa moja ili tupate kusikia kidogo tu kile ambacho kinachoendelea hivi sasa katika mahakama ya juu. Where the court cannot make an impartial interpretation of the Constitution, even that act strips it of jurisdiction to interpret the Constitution. Not just authoritative interpretation, but impartial. The word impartial is in the Supreme Court Act. So where this court is not impartial, it is stripped of jurisdiction. And the standard of impartiality, my lords, is the perception of a reasonable person on the street. But herein we are dealing with hard evidence of conflict of interest, which even now brings in the question of Dr. Wanjala clarified, of probability. It's not probable that you can have conflict, or you can have a bias. It's not like a question of perception. And also when looking for, maybe a general comment on some of the authorities, most of the authorities Mr. Kilikumi presented,
I would request that the court, maybe as it looks for principles to apply and whatever, ranks decisions of the courts higher than the opinions of scholars. Because most of the things he brought are really opinions of scholars. Now, the rule of law was highlighted as one of the principles that we must apply. And the rule of law is the Constitution, the statutes and the statutory instruments, and the interpretations the courts have given it. I don't see any other law that we need to apply outside. And the premise of our Constitution must be guarded and protected and asserted whenever we discuss the rule of law. The question of the competence of the Court of Appeal to terminate this matter, if you look at this Constitution holistically, and as I argued earlier, you really see that there are matters subject. Na mtazamaji, naarifiwa nitamatishe taarifa za mbiu ya KTN kwa sasa. Jina langu ni Ali Manzu, kwa heri.